Jamii na majirani wa mwanabiashara aliyeuawa wiki iliyopita Angelina Kananu imejitokeza na kudai haki ya mpendwa wao, ikilalamikia kwa idara ya usalama haijakuwa ikipatia uzito kesi hiyo licha kuwa alipigwa risasi katikati ya mji wa Isiolo. Wakihutubia wanahabari hii leo, jamii imelalamikia kimya kingi kutoka kwa idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, wakitaka idara hiyo kuzidisha kasi kwenye uchunguzi wao ili kubaini chanzo halisi cha mauaji yaliyotekelezwa. Tuko hapa kwa sababu ya our sister ambaye alipigwa risasi hapa mbele ya duka yake, ambaye ni Angelina Kananu. Sisi kama marafiki na familia tumehuzunishwa sana na serikali kwa kuwa haijatupatia information yoyote. Hatujaona kufanya kazi kwao mahali kumefikia. Kwa majina naitwa Mbelandi Kilemi. Kananu ni aunti yangu. Tuko na uchungu sana. Tuko na uchungu mkubwa sana. Mtu akiwa anasema aunti Kananu alikuwa anauza vitu mandawa ya kulevya. Na hata kama alikuwa anauza mandawa ya kulevya, mtu kwani uliwa ama tunangefaa tumpate akiwa na hiyo mandawa tuambiwe ndio alikuwa anauza. Lakini tunajua ya kwamba Mungu aliye juu mbinguni mwenye ameeneza hiyo uvumi, amesema aunti Kananu alikuwa anauza miandarati. Haki itatendeka na tutamjua. Na ule mtu tunamjua naye tunawajua wale ameanza na hiyo maneno. Lazima haki ijulikane kwa aunti Kananu. Kwa majina naitwa Kezia ama Mama County. Mimi niko hapa kama rafiki wa hii familia na rafiki pia wa mwenda zake, na pia mimi ni kiongozi wa ile jamii huyu mama mwenda zake ametoka. Niko hapa kukashifu hiyo mauaji yake. Ninalaani hicho kitendo, nikielekeza kwa serikali ama vitengo vyetu vyote vya usalama vile vinafanya hapa Isiolo, wajitokeze watuambie wamefikisha wapi uchunguzi. Maana sisi tulifika mpaka huko wakatuambia watachunguza, watatuletea nini iliendelea. Mpaka saa hii hakuna yeyote amejitokeza kutuongelesha kama familia ama marafiki, kutuambia nini haswa ilitendeka hapo. Wanabiashara hoye! Wanabiashara hoye! Mtu yeyote anatumia bunduki katika kaunti ya Isiolo kuua na kuhangaisha watu wa Isiolo, tumpigieni nduru. Tumpigieni nduru. Tumuikithireni rohe. Tumuikithireni rohe. Sisi wale watu wanaeneza mambo ya propaganda na kupangia watu wengine kuuliwa katika mji wa kaunti ya Isiolo na kuua wanabiashara wa kaunti ya Isiolo, tumkatie mpe. Tumkatie mpe. Tumkatie mpe. Tumuoreni mbu. Leo sisi tumekusanyika hapa kama wana Isiolo na tunasema ya kwamba tuko na uchungu mwingi kwa sababu ya wenzetu wale ambao wanauliwa katika mji wa kaunti ya Isiolo. Leo tumepoteza watu karibu 6 na watu 6 wote wanauliwa na bunduki. Ukweli urongo? Ukweli. Mtu wa mwisho kuuliwa ni Kananu, mwanabiashara hapa katika kaunti ya Isiolo. Na aliuliwa na bunduki. Na aliundiwa saa 1. Ni kwa nini leo ni siku ya 11 na watu wa security hawajatupatia haki sisi kama wanabiashara wa kaunti ya Isiolo? Tuko na maswali mingi kwa sababu ya insecurities ambayo inaendelea katika kaunti ya Isiolo. Je, ni nani anauza bunduki katika mji wa kaunti ya Isiolo? Je, ni nani duka yenye inauza bunduki, silaha haramu ya kuhangaisha wakaaji wa kaunti ya Isiolo? Leo tunasika vijana, tunasika wazee, tunasika wakina mama ambao ni watu ambao wanajifanyia biashara zao. Je, haki ya mwana Isiolo iko wapi? Kwa leo tutakuwa na mambo mingi. Tumekuja hapa kusema tunataka justice ya msichana wetu Kananu, na ya pili tunaomba serikali iweze kuchukua hii jambo na jambo la uzito, sababu tukisikia tena mtu wetu mwingine tena ameguzwa, mimi nimesoea mbele ya Mwenyezi Mungu tutajikalisha. Hatutakubali tena watu wetu wakuwa wanapungua.
Siskedenji. Mimi nastumu kisa ambacho kilitokea Monday. Kisa ambacho ni kisa kibaya sana cha kupiga mama ambaye hakuwa na hatia yoyote risasi. Na ningeomba serikali ya county pamoja na serikali ya national government ambayo inahusika na security, tafadhali tunataka kujua haswa kiini cha kifo cha huyu mama, kwa sababu kifo kimetokea juzi ya kijana mmoja wa soko vile, na hatujapewa kiini cha kuoa kwa hiyo kijana, na mpaka leo ripoti yake haijapatikana na mwili haijapatikana, ni viungo vichache vilipatikana, kumaanisha ya kwamba hata Kananu kama alikuwa mahali pabaya zaidi, maybe hata hii mwili hatungepata. Kwa hivyo sisi lawama yote tunaweka kwa serikali, na serikali tunaiwekea lawama kwa sababu maybe inajua ile kitu iliendelea, na kama hawajui wanafaa kuwa kwa hiyo siku 11 wametupatia ule mtu aliua Kananu, kwa sababu Kananu si mnyama useme alikuwa mnyama akauawa ovyo ovyo, ama alikuwa mbuzi, ama alikuwa ng'ombe kachinjwa ovyo ovyo. Kwa hivyo sisi tukiwa jamii tunasema justice for Kananu. Justice for Kananu. Hata wewe ambaye unahusika, hata kama mmoja wao ako hapa tu, unajua hii watu wanakuaga kwa sisi. Tunajua nyinyi mnakuaga hata hapa, unasikiza vile tunaongea, lakini hatuogopi mtu yoyote. Na hakuna siku tutaogopa binadamu mwenzetu, kwa sababu siku moja ulizaliwa, siku moja utakufa. Na Mungu ndiye anajua ile njia utakufa naye. Lakini kuua mtu ambaye hakuwa na hatia yoyote, Kananu ni jirani yangu, mimi nisimama hapa kama jirani yake, yeye ni immediate jirani yangu. Kwa hivyo Kananu vile tumeishi na yeye, mimi sijai kusikia Kananu ni mwizi, sijai kusikia Kananu ni mkora, sijai kusikia Kananu anauza magendo, sijai kusikia Kananu dawa za kulevya. Tunajua hata viongozi wangu wako serikali ya juu, tunawajua wanasafirisha madawa. Hata kama jana stima vyenye ilikuwa inazimwa Kenya mzima, tunajua zile biashara zinafanyika. Kwa hivyo kuja kuua mtu kama Kananu, mama kama Kananu, mama ambaye hajiwezei kitu chochote, mama ambaye hawezi kushika hata kufanyia kitu chochote, tunakulaani. Si jamii tunalaani hao watu? Si tunalaani hao watu? Na tunalaani hata serikali. Jamii pamoja na wafanyabiashara wenzake wametoa makataa ya masaa 48 kwa idara ya upelelezi na makosa jinai hutoa maelezo ya kina kuhusu mauaji hayo, la sivyo waongoze maandamano kushinikiza haki. Wamesema kuwa kunyamaza kwa idara ya usalama kunaibua maswali mengi ya wazi katika idara ya usalama kaunti ya Isiolo. Tumetoka na bwana county commissioner, bwana DCI, bwana CCIO, utuambie kinaga ubwaga nini ambayo imemuua Kananu. Leo ni siku ya 11 na sisi kama familia hatujapata haki. Sisi kama wanabiashara wa kaunti ya Isiolo hatujapata haki. Na sasa sisi tumepeana masaa 48, bwana CCIO wa Isiolo, bwana county commander, bwana county commissioner, utuambie ni nani huyu ambaye amepewa bunduki kama sio askari ambaye anaendelea kuua watu wa Isiolo. Tuko pamoja? Watu wa Isiolo tuko pamoja? Wanabiashara tuko pamoja? Na sisi hatutalala mpaka Kananu apate nini? Hatutalala mpaka Kananu apate nini? Na wale wanaeneza propaganda, ujue leo ni Kananu, kesho hatujui ni nani. Wewe ambao unaendeza mdomo ya uongo, uache, kwa sababu kifo hakuna mtu anastahili kukufa. Iwe ni sheria, taifa la Kenya ni taifa la sheria. Kama wewe labda uko na mambo ambayo haeleweki, sheria iko. Mtu ashikwe apelekwe kotini. Lakini hakuna vile ambavyo tuta entertain watu waendelee kuua wengine kwa sababu labda ya kibiashara, kwa sababu ya mashindano ya kibiashara. Hiyo sisi tumekataa na tumelaani. Enough is enough. Justice for Kananu. Justice for Kananu. Wanyaliwa Kananu to muwareni mbu. Kwa majina naitwa Patrick Mwenda. Mimi ni aspirant side ya Bulapesa. Na kwa leo tumekuja hapa kama jamii na familia ya Kinanu kuweza kuomboleza na huyu dada yetu ambaye aliuliwa hapa. Kwanza tunataka kukashifu wale ambao wanaenda wakieneza propaganda
kuwa ati Kananu aliuliwa sababu ya madawa. Sisi sote tunajua Kananu alikuwa mwanabiashara hapa, alikuwa anauza tu vitu zake kidogo kidogo ndio aweze kupata haki yake ya unga ya watoto. Lakini sasa sisi tunashangaa propaganda huku nje inaenda ikisema angao Kananu alikuwa zua anauza madawa. Sisi tunataka kuonya huyo mwenye anaenda na hiyo propaganda. Kama sheria itatukalisha, tutakukalisha wewe. Wewe tutakupata na tutateremka na wewe. Hiyo ndio kitu moja unapaswa kujua. Ya pili, mimi nimeishi nikijua serikali iko na mkono mrefu. Lakini tusidanganyane, serikali hii ya saa hii ni masikio mrefu iko naye lakini ina mkono. Yote ni viwete. Sasa hii ni siku ya 11. Tulikuwa tunalia kuhusu msichana wetu Kananu. Hatujaona hata authority moja wakisimama watuambie ile proceedings vile inaenda, kama kuna suspect wamefikiria, kama kitu yote tu ya kutu-update sisi ndio tuweze kuwa na roho ya kutuliza. Serikali watupee report hiyo masaa tumepeana baada ya kupumzisha Kananu. Kama hatutakuwa tumepata report yoyote, watu wa Isiolo, jamii ya soko hapa na jamii yetu kwa ujumla tutaandamana tuende mpaka kwa DCI na wale wengine ambao wanahusika watuambie ni nini imefanyika na tutaishi namna gani Isiolo hii, sababu hatuko safe. Hata hivyo, jamii hiyo imepuuzilia mbali madai na kukashifu vikali uvumi wanaodai unaenezwa kuwa Kananu alikuwa akijihusisha na uzaji wa mihadarati. Familia imewataka wale wote wanaoeneza porojo hizo kujitokeza na kutoa ushahidi kuliko kutoa kauli zinazoharibu jina la mwenda zake. Kwa mtu yeyote yule ambaye anaeneza ya kwamba Kananu ni mwana mihadarati, popote hapo hii habari imfikie. Mambo ni mawili, anjitokeze, alete evidence ama aende pale andikishe statement DCI, maana hata sisi ingekuwa ni vyema tujue hii kitu ni ya ukweli, ndio tunapopumusisha mpendwa wetu roho zetu ziwe zimepona. Maana pia sisi wanabiashara tuko na wasiwasi mwingi sana hapa sokoni tukifanya kazi. Hapa ni CBD, pali ambapo usalama unastahili kuwa umeimarika, lakini mtu anatolewa yani saa 2 ikiwa itafika. Tulikuwa sokoni, tulikuwa tumefungua na hii kitu itatendeka. Sisi serikali mtu ambie ya kwamba kama ni nyinyi mumeua Kananu, sisi tukae tukijua na mtu elezeni kwa nini. La si hivyo, huyo mtu ako na hii ushuhuda, maana watu wanaongea na tunawajua ni kina nani. Sisi tuko na wasiwasi kama familia ama wanabiashara wa Isiolo, njoo hatujui next ni nani. Hatujui next ni nani. Na tulipokimbilia usalama kwa askari walinda usalama wetu, badala watusaidie ile kitu, yani sisi tulipigwa na butwa. Kesho yake kupatana na maneno ambayo ieleweki. Sasa tunauliza, kwani watu wanatia musumari moto kwenye kinonda ama ni nini? Sisi tayari tumehusunika, tunalia, tumegongwa na kitu kingine ambayo imekuwa muziko kwetu, maana ni kitu ambaye tujui. Hakuna vile mtu ataweza kuwa anauza vitu kama hizo tukose kujua na ni mtu ambaye tuko close naye. Hiyo iwezekani. Wana mihadarati tunastahili hata kusikia amewahi kamatwa siku fulani akatoka hivi. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo kitu imetoka all of a sudden. Na kwa yeyote chunganeni na midomo yenu, kwa maana kwa saa hii tutakuwa tunadili na mtu personal. Wewe ambaye uko na ushahidi wa kutosha Kananu ni mwana mihadarati, utaturekondia statement ama usimame useme kama mlikuwa mnauza na yeye. That's all. Na hatujui ukweli, lakini mtu yeyote ambaye naye anaeneza mambo ya Kananu kwa njia ambayo sio sahihi, tafadhali wacha. Tafadhali wacha. Mungu ndiye anajua biashara ya Kananu. Hakuna mtu mwingine, yeye na Mungu wake ndio wanajuana. Si ni kweli? Kwa hivyo binadamu wewe kwenda kusema Kananu alikuwa anauza hii miti, Kananu alikuwa anauza hii mahindi, Kananu alikuwa anafanya hivi, wacha. Kwa sababu wewe sio Mungu yake, wacha yeye na Mungu yake watajuana wenyewe. Kabla hame hapa alikuwa pale mbele ya polisi ya Central Police Station hapo Alfala. Kama jamani alikuwa anauza mihadarati, si wao watu wote walingekuwa washuhuda wake kwa miaka 20. Miaka 20 yote, saa hii amekufa ambaye hawezi njiongelelea, hawezi ongea kitu ama kusema kitu. Ndio watu ambao wana roho mbaya, wana roho chafu, wanakosa kitu ya kumwekelea, ila hali wanamwekelea vitu ambavyo Kananu hajawahi hata fikiria. Wachana na kuuza, hajawahi fikiria, hajawahi hata tengamana na watu ambao wanauza mihadarati. Na tafadhali tunawaomba watu ambao ni jamii yetu ya Wameru, tunawaomba tafadhali, kwa sababu ndio watu wa kwanza kueneza uvumi. Kananu leo hayuko,
Kananu rest in peace. But wewe njililia, wewe uko leo. Kesho ukikufa mambo yako ni gani itaongewa? Kesho ukikufa. Leo Kananu ameambiwa ni miandarati. Wewe ukiuawa, utaambiwa ulifanya nini? Nani atakutetea? Kwa sababu ulikuwa mstari wa mbele kuongea maneno ambayo hayafai. Sisi kama familia tuko na uchungu sana, kwa sababu tunaona wale ambao wanatukasifu, wale ambao wanaongea maneno ambayo hayafai na wako na ukweli katika mioyo yao, ni watu ambao ni wa jamii yetu na tunawajua. Na sisi kama familia yetu na marafiki tuko na jambo. Hatukutoka kwa miti, hatukutoka tu. Tuko na watu ambao wanatusupport. Tuko na mali hata serikali isipotupea justice. Ile maneno watu wanaongea huko nje ya kwamba kusema Kananu alikuwa muuzaji wa mihadarati, Kananu alikuwa drug dealer. We want to clarify that ya kwamba Kananu hakuwa drug dealer. Is that true? Yes. Ya kwamba familia iko na uchungu, mama ya Kananu, dada zake, ndugu zake wanalilia Mungu saizi. Kwa yule mtu yeyote anatoa information ambaye ni wrong, kusema Kananu alikuwa drug dealer, kusema Kananu alikuwa muuzaji wa mihadarati, that is very wrong. Na familia hiyo kitu imefanya wakahisi vibaya sana. Na pia sisi kama marafiki tunaona hiyo information inapeanwa huko nje sio information ambayo inafaa kuwa inapeanwa. Ni information ambayo inafanya familia ikose kuconcentrate na yale maneno yako, na pia wanaongea hata kabla ya mwenda zake mwenyewe kupumzishwa. Tumepanga mazishi ni ya Saturday, lakini tunasikia mambo huko nje tu ya kusema ya kwamba alikuwa muuzaji wa mihadarati, alikuwa drug dealer. Kwa hivyo tunataka hiyo family ya Kananu ipate heshima yake, Kananu apewe heshima yake na justice for Kananu, na familia ikuwe na amani. Na hiyo information yeyote mwenye anaizungusha, familia iko hapa, wameamua kuenda kwa sababu sisi kama community ya Wameru tuko na wazee wa Njorincheke na tuko na Njorincheke ambayo imeshikilia community yetu ya Wameru. Wataenda huko na watashughulikia wale waliweza kupiga Kananu risasi na mpaka wale wanapeana information ambayo ni wrong. Kwa majina anaitwa Mbelandi Kilemi. Kananu ni aunti yangu. Tuko na uchungu sana. Tuko na uchungu mkubwa sana. Mtu akiwa anasema aunti Kananu alikuwa anauza vitu mandawa ya kulevya. Na hata kama alikuwa anauza mandawa ya kulevya, mtu kwani uliwa ama tunangefaa tumpate akiwa na hiyo mandawa tuambiwe ndio alikuwa anauza. Lakini tunajua ya kwamba Mungu aliye juu mbinguni mwenye ameeneza hiyo uvumi, amesema aunti Kananu alikuwa anauza mihadarati. Haki itatendeka na tutamjua. Na ule mtu tunamjua naye tunawajua wale ameanza na hiyo maneno. Lazima haki ijulikane kwa aunti Kananu. Wewe kama unajua umetoka na hiyo maneno, jiandae tu vile ambavyo mama county amesema. Jiandae tu. Njorincheke muibo miichie ambari ya Kemeru. Njorincheke ibo miichie. Oya nara watu era bora wiche Kananu.